alitaka kumtoa kafara, lakini ilishindikana kwa sababu mpenzi wako kuna uhai mwingine ndani yake. Unamaanisha nini? Hapana bosi, hapana bosi, hapana bwana, hapana. Nailishaje sasa mimi? Nailishaje sasa kwa mfano? Nailishaje? Mpenzi wako alipo pale ni mjamzito. Na huo ujauzito ni wa kwako. Lakini kuna vita kubwa sana inaendelea pale. Naona kazi imesha kuwa ngumu. Huyu Lina ninayemfahamu mimi sio huyu ninayemwona sasa. Hakuna anayenisapoti. Na Lina nina hakika ile sio akili yake. Lina jinsi nilivyotoka naye mbali hawezi kuniacha kirahisi. Na vipi kuhusu nilivyomkuta juzi? Hapana, kwa kweli lazima nitafute utaratibu wa kumsaidia. Yule sio Lina, sikubali. Salama ya kwako? Safi. Ile kazi ulionipa bosi wangu nimefanikisha vizuri, nimempulizia haja nitambua hata mpaka nimeondoka. Ndio maana nakuamini sana, kwa sababu ile dawa niliyokupa ndio ambayo inakwenda kumrudisha katika hali yake ya kawaida, lakini hiyo dawa inakwenda kumsahaulisha vitu vyote ameziona pale ndani. Na ndio maana nikasema ukampulizie hiyo dawa. Umenielewa? Sawa bosi, nimekuelewa. Hiyo imekaa vizuri. Na nadhani hiyo itatusaidia kuifanya kazi yetu kwa ufasaha bila kushtukiwa na mtu yoyote. Umenielewa? Sawa bosi. Vizuri sana. Basi nikutakia siku njema. Bosi, na kwako pia. Nashukuru. Kijana. Naam. Karibu sana. Nimeelewa tatizo lako. Mpenzi wako ana tatizo kubwa sana. Mpenzi wako alimpata tajiri mmoja hivi. Na huyo tajiri anataka kumtumia kama daraja. Una maana gani? Yaani huyo tajiri alitaka kumtoa kafara, lakini ilishindikana kwa sababu mpenzi wako kuna uhai mwingine ndani yake. Unamaanisha nini mganga? Mpenzi wako alipo pale ni mjamzito. Na huo ujauzito ni wa kwako. Lakini kuna vita kubwa sana inaendelea pale. Mpenzi wako ana vita kubwa sana. Na vita ya mpenzi wako imehamia kwenye kiumbe kilichopo ndani yake. Maana saizi wanahitaji damu ya yule mtoto, sio ya mpenzi wako tena. Jamani. Sasa kwa hiyo nifanyeje mganga? Nifanyeje? Inatakiwa wewe na mpenzi wako muambatane, mje hapa Kilingeni. Kijana, inabidi ufanye haraka iwezekanavyo kufika hapa Kilingeni. Sawa, basi naweza nikaenda. Unaweza ukaenda,
Fanya haraka iwezekanavyo kuja naye hapa Kilingeni. Sawa. Sababu ya maisha ninayopitia na ugumu wa maisha nisiyokusudia, na ndiyo mateso yananifikia. Hili eneo lote kama nilivyokuambia kuwa hili eneo linatakiwa lifanyiwe usafi kwa namna yoyote ile, yaani pasionekane uchafu wowote. Unaelewa? Na nategemea kuwa hautomiangusha popote pale, kwa sababu hawa watu wanaokuja kuwekeza katika eneo hili ni watu ambao ninawategemea sana na wamewekeza hisa nyingi sana kwenye kampuni yangu. Tena kwa mara nyingine wanakuja na drone zile kwa ajili ya kurusha kuangalia eneo square, jinsi lilivyokaa, usafi wake ukoje na uimara wake pia ukoje. Hawa watu tukubaliana nao kuwa tutaweka kiwanda siku za hivi karibuni hapa. Kwa hiyo sitegemee kuona manyasi, sitegemee wakifika waone eneo limekaa ovyo ovyo. Unaelewa? Sawa. 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 Bona kuomba ujitahidi kwa namna yoyote ile. Vyote hivi ikiwezekana toa. Ibaki safi. Na kingine nategemea uanze kazi haraka iwezekanavyo. Bila kuchelewa bosi, asikiwezekana hii kazi nianze sasa hivi. Itakuwa vyema zaidi. Basi nifuate vifaa kwenye gari nije kuianza hii kazi. Sawa. Tabiko lako kwa sasa halina damu kabisa, hivyo hali hii itapelekea wewe kupoteza kila kitu ulichokipata kutoka kwetu. Kwa sasa utapokea adhabu ya kufilisika, hivyo tunachukua kila kitu ulicho nacho mpaka utakapokamilisha kafara ya yule mtoto. Utarudi kuwa maskini kama ulivyokuwa zamani, na hatuhitaji damu nyingine zaidi ya damu ya yule mtoto muda utakapofika. Bosi uko wapi? Tangu asubuhi uonekani, uko wapi? Wewe ongea kile unachotaka. Uko wapi ndio nini? Bosi, kampuni inawaka moto. Kampuni imeshika moto bosi toka asubuhi. Yaani kuna moto mkali sana. Bosi jitahidi kuwahi, yaani huku kila kitu kinateketea bosi. Yaani nimekupigia simu muda mrefu sana sikupata. Bosi, vipi? Safi. Habari yako? Salama. Vipi, uko sawa? Yeah, niko sawa. Sijazoea kuona mazingira haya. Na gari vipi? Liko wapi?
Gari lipo. Lakini sio shida bosi. Hata hivyo nilikuwa nimepanga kwamba nije kwako. Ilikuwa ni juzi Mama Lina alinipigia simu akitaka ajue ule ujumbe vipi unaendeleaje. Maana tangu umenituma niende umekuwa ni muda mrefu bosi. Hebu niambie bosi wangu, tunaenda kesho, tunaenda kesho kutwa au tunaenda lini? Nadhani kuna matatizo kidogo yamenitokea na yamenisababisha nimepoteza pesa nyingi sana. Nadhani kuhusiana na hili swala, nadhani tuachane nalo tu. Bosi, sasa wapi tena matatizo ya jamani, anapoteza fedha. Bosi, ungekumbuka nilivyokunadi kwa yule mama na anavyokutegemea. Hadi hapo mimi ndio umenimaliza nguvu zote bosi wangu. Vile nilivyojitahidi kujieleza kwa yule mama, nimekunadi. Bosi, hii tatizo linatokea wapi tena bosi wangu? Hapana bosi, hapana bosi, hapana bwana, hapana. Nailishaje sasa mimi? Nailishaje sasa kwa mfano? Nailishaje? Wewe kumbuka mimi nimeenda kwa yule mama, nimejieleza, nimetupa maneno yote. Kama alikuwa anakufananisha na yule mtu, nimekataa. Hapana bwana. Hebu nisikilize. Tutaonana kwa wakati mwingine. Lakini inawezekana. Bosi nzima ndara. Miguuni. Basi bwana. Lakini ameniumiza. Kafara ya mimba ya ex, kafara ya mimba ya ex, kafara ya mimba ya ex, agano la kuzimu. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishikaki na vingine vingi. Lakini pia chakula penda cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na France Mbuzi Choma. Uwe France, ongeza nyingine.